Jina lake ni Brian Mashaka, kijana wa miaka 29, mzaliwa wa Dar es Salaam, mrefu wa wastani, mwili wa kawaida, mweusi wa kupendeza na mwenye sura ya utulivu, lakini macho yake huonesha huzuni ya ndani. Alikulia maeneo ya Manzese akiwa na mama yake mlezi baada ya baba yao kuondoka kwenye ndoa mapema. Brian ni msomi wa stashahada ya uhasibu kutoka chuo cha IFM, lakini maisha hayajampa nafasi ya kutumia taaluma yake kwa mafanikio makubwa. Kwa miaka 4 mfululizo amekuwa akipambana na kazi ndogo ndogo ili kumudu maisha ya kupanga na kula kila siku. Kwa sasa anaishi peke yake, hana mchumba wala familia ya karibu. Brian alikuwa anaishi katika nyumba ya kupanga Tabata, chumba kimoja kilichopo kwenye uchochoro wa pili nyuma ya soko. Maisha kule yalikuwa karaha tupu. Wapangaji waliomzunguka walikuwa wachafu kupindukia. Milango ya vyoo ilikuwa haifungwi, uchafu uliotapakaa kila kona, na mbaya zaidi, usiku kulikuwa na kelele za ngono kutoka kwa wapangaji waliogeuza vyumba vyao kuwa madanguro ya muda. Mara kadhaa alijaribu kukemea tabia hizo kwa upole. Aliandika hata ujumbe kwenye notice board ya nyumba akisisitiza kuhusu usafi na utulivu wa jioni. Lakini badala ya kuboreshwa, alijikuta akigeuzwa adui. Walimzomea, wengine walimcheka waziwazi, na usiku mwingine hata waliimba nyimbo za kejeli wakimrejelea kwa jina. Hapa siwezi tena, Brian alijiambia usiku mmoja baada ya kurudi kazini na kukuta choo kikiwa kimeziba kwa siku ya 3 mfululizo, huku msichana wa chumba jirani akicheka na wateja wawili mbele ya mlango wake. Ndipo akaanza kuangalia chumba sehemu nyingine. Siku chache baadaye, alipewa taarifa ya ajira kwenye kampuni ya kiwanda cha vifaa vya ujenzi kilichopo Temeke Miburani. Haikuwa kazi ya ndoto, lakini mshahara wake ulikuwa nafuu ukilinganisha na aliyokuwa nayo awali. Uamuzi wake wa kwanza, kuhama Tabata. Kupitia tangazo la Facebook, akakutana na tangazo la chumba kimoja kilichopo Temeke Mikoroshini. Mmiliki alikuwa mama mzee aitwaye Mama Kasilati, aliyesema amekuwa akiishi hapo kwa miaka mingi na kwamba nyumba hiyo ni ya familia yao tangu enzi za ukoloni. Brian alichukua hatua haraka. Alipofika kukikagua chumba, alikuta mazingira tulivu sana. Nyumba ilikuwa ya ghorofa moja, chumba kilikuwa upande wa nyuma, mbali kidogo na barabara. Bustani ya maua mbele, sakafu ya tiles na choo cha ndani. Alivutiwa papo hapo. Kijana, kama umeamua kukaa kimya, huku utapumzika. Hakuna fuja za vijana wa mjini, alisema Mama Kasilati kwa sauti ya upole lakini iliyokuwa na mshawasha wa ajabu. Brian akaingia mkataba, akalipia mwezi mmoja na dhamana. Siku ya Jumamosi alihamisha mizigo yake kutoka Tabata kwa msaada wa bajaji 3. Ilikuwa ni safari yenye matumaini mapya. Alifika Temeke saa 3 asubuhi, akapokelewa, akapanga vyombo vyake, akavuta pumzi ndefu. Hatimaye nitapumzika. Hali ya hewa ya Temeke ilikuwa tulivu ile siku. Majirani walikuwa kimya na hakukuwa na makelele yoyote. Jioni, Brian alinunua chakula kidogo kutoka mgahawa jirani, akakoga na kuweka kila kitu sawa. Siku ya kwanza, usingizi wake ulikuwa mzito, lakini hiyo ilikuwa ni usaliti wa utulivu wa awali. Siku ya pili ilipofika, ndipo mambo yalianza kubadilika pole pole. Brian aliamka alfajiri kwa sababu ambayo hakuweza kueleza. Saa ilikuwa 11 na dakika 47 alfajiri. Macho yake yalifumbuka ghafla, kana kwamba mtu alikuwa amempigia kelele. Alijikuta ameketi kitandani, kifua kikipanda na kushuka kwa kasi ya ajabu, jasho likimtoka kama mtu aliyekimbia mbio ndefu. Aliangalia saa ya ukutani, ilikuwa kimya. Redio ya mezani ambayo aliwasha usiku kabla ya kulala ilikuwa imezimika yenyewe, japo hakuwahi kuizima. Nimeota ndoto gani hii? Aliwaza huku akiangalia sakafu kwa mashaka.
Hakuweza kukumbuka kilichomshtua, lakini alihisi kama alikuwa mahali pagiza sana kwenye ndoto, mahali palipojaa mvua, udongo wa tope na harufu ya kuoza. Na kisha mtu mrefu sana mwenye miguu mirefu ya ajabu alikuwa akimkimbiza huku akisema kwa sauti ya kina, "Usikae hapa, usikae hapa." Brian alitetemeka, alipiga dua kwa kimya, kisha akaamua kuwasha taa ya dirishani. Alipoinuka kuelekea switch, akasikia sauti kama ya kitu kizito kikiburuzwa juu ya dari. Aliangalia juu, kimya, sauti ilikatika. Alijikaza, akawasha taa. Mwanga uliangaza chumba kizima. Hakukuwa na mtu, hakukuwa na kitu, lakini hali haikuwa ya kawaida. Alienda bafuni kuosha uso. Alipofungua bomba la maji ya rangi ya kutu yakaanza kutoka. Macho yake yakapanuka kwa mshangao. Jana maji yalikuwa safi. Inawezekana ni mabomba ya zamani tu, alijisemea ili kujipa moyo. Lakini kabla hajamaliza kujisafisha, akasikia mlango wa chumba chake ukigongwa mara 3 kwa haraka na uzito. Akatulia. Saa ilikuwa saa 12 na dakika 5 alfajiri. Nani anagonga mlango wakati kama huo? Alienda pole pole hadi mlangoni, akasikiliza. Kimya, hakuna mtu, hakuna kelele. Alifungua kwa tahadhari, akaona bahasha ya kaki imelazwa chini ya mlango wake. Aliichukua. Haikuwa na jina, haikuwa na alama yoyote ya mwandishi. Alifungua taratibu. Ndani kulikuwa na karatasi nyeupe moja iliyoandikwa kwa maandishi mekundu. Kumbuka ulioyaona katika ndoto, hii ni mlango tu. Brian aliachia bahasha ianguke. Alihisi miguu inatetemeka. Hakuweza kuelewa chochote. Alianza kujiuliza kama ni ndoto nyingine ndani ya ndoto, au kama alikuwa anaota akiwa macho. Alihisi baridi kali katika mgongo wake. Akajifunga shuka na kurudi kitandani, lakini macho hayakufumbika tena. Alfajiri ilipofika saa 1:30, aliamua kuoga kwa maji ya bomba jingine la nje, akajiandaa kwenda kazini. Alijifanya hajashuhudia kilichotokea, lakini moyoni alijua nyumba hii si ya kawaida. Jioni ilipofika, Brian alirejea nyumbani kutoka kazini akiwa mchovu. Leo hakuwa na hamu hata ya kuongea na mtu. Aliingia mtaa wa pili ulioko karibu na bustani ya Temeke Mwisho, akipiga hatua ndefu kuelekea nyumba yake mpya. Mvua ndogo ilikuwa imenyesha mchana, na sasa udongo ulikuwa unatoa harufu ya rutuba iliyochanganyika na vumbi baridi. Alipofika getini, alisimama kwa sekunde kadhaa, akatazama nyumba. Kulikuwa na ukimya wa ajabu. Alihisi kama macho ya mtu yanamtazama kutoka ndani, japo hakukuwa na dalili yoyote ya uhai mle ndani. Alisogea hadi mlangoni. Alitabasamu kwa kujifariji, lakini tabasamu lake lilikatika ghafla alipogundua kitu cha kushangaza. Mlango wake ulikuwa wazi nusu. Alisita, alijikaza, akavuta pumzi ndefu. Huenda nilisahau kuufunga vizuri asubuhi, alijisemea. Niliondoka haraka kazini. Alisukuma mlango kwa taratibu, ukaachia mlio wa... Alipoingia ndani, alihisi joto lisilo la kawaida. Hewa nzito ilimgonga usoni kama moshi wa moto usioonekana. Kulikuwa na harufu kali ya vitu vya plastiki vilivyowashwa, lakini hakuona chochote kinachowaka. Hakuna moshi, hakuna moto. Alifungua madirisha mara moja. Harufu ile ilianza kupungua polepole, lakini haikuondoka kabisa. Aliweka pochi na simu yake juu ya meza, akachukua taulo na kuelekea bafuni kuoga. Maji ya leo yalikuwa ya baridi kupita kawaida, lakini hakujali. Alitaka kuondoa uchovu na kuisahau siku ya ajabu aliyoipitia. Dakika 10 baadaye, alirejea chumbani. Simu aliyoiweka mezani sasa ilikuwa kitandani. Aliinama, macho yake yalikamata picha ya pili. Kitanda chake alichokitandika asubuhi kilikuwa na alama kama mtu ameketi au kulialia sehemu ya katikati.
Akabaki ameduaa. Hapana, labda upepo ulipuliza shuka, lakini dirisha la chumba hicho lilikuwa limefungwa na hakukuwa na dalili ya chochote kingine kuingia ndani. Moyo wake ulianza kwenda mbio. Kwa mara ya kwanza, Brian alihisi hofu ya kweli, hofu ambayo si ya kufikirika bali ya kushikika, ya kutetemesha mifupa. Alikaa ukingoni mwa kitanda, akaitazama simu yake. Bado ilikuwa hai, lakini sasa skrini ilikuwa imefunguka kwenye notepad na palikuwa pameandikwa maneno mawili tu: umeanza kuona. Alifuta kwa haraka, akaiweka tena mezani, akajilaza akiwa amevaa nguo kamili. Moyo wake haukupata usingizi, lakini mwili ulilazimika kupumzika. Usiku ule, usingizi ulimchukua kwa nguvu, lakini haukumpa faraja. Alfajiri ilipofika, saa haijulikani kwa sababu simu yake ilikuwa imezimika, Brian alifumbua macho akiwa uvunguni mwa kitanda. Miguu yake ilikuwa imeparuza sakafu kwa nguvu kama mtu aliyeburutwa. Alikuwa na jasho jingi, nguo zake chafu na alama za vumbi zilikuwa mikononi. Aliwezaje kutoka kitandani hadi uvunguni bila kujua? Nani alimshusha? Hii haikuwa ndoto tena. Tuendelee kusikiliza. Kikubwa, usisahau kusubscribe na kuwaalika wenzio kusikiliza simulizi hii hapa Saulo Simulizi. Tuendelee. Brian alitoka uvunguni mwa kitanda taratibu, akapiga magoti sakafuni na kutazama kila kona ya chumba kwa hofu. Hakukuwa na mtu. Hakukuwa na dalili za udukuzi wala mgeni wa usiku. Lakini alama za vumbi na michubuko midogo mikononi mwake zilikuwa ushahidi wa tukio lisiloelezeka. Alihisi aibu, lakini zaidi alihisi hofu. Hofu ya kitu kisichoonekana, kisichoeleweka. Baada ya kuketi kwa muda kitandani, akitafakari bila majibu, Brian aliamua kufanya jambo moja: kumtafuta mama mwenye nyumba wake. Alitaka kueleza kile kilichomtokea, hata kama kingesikika kama upuuzi. Aliivaa shati jeupe la kazi, lakini safari hii hakuenda kazini. Alitembea mguu kwa mguu kuelekea upande wa pili wa uani, kwenye mlango wa nyumba ya mama mwenye nyumba, Mama Kasilati. Mama huyo alikuwa mzee wa makamo, mwenye sura iliyochoka, lakini bado aliyejivunia misimamo yake. Alikuwa na sauti ya mamlaka na macho makali kama mtu aliyeshuhudia mengi maishani. Alipomwona Brian, alifuta mikono yake kwenye kitenge na kumpokea kwa uso wa kawaida. "Karibu kijana, kuna nini asubuhi hii?" Mama Kasilati aliuliza kwa sauti ya ustaarabu. Brian alimeza mate, akavuta pumzi. "Samahani mama, lakini kuna kitu nataka kukuambia. Kimekuwa kikinitokea tangu jana usiku." Akamweleza kila kitu kwa sauti ya kupunguza, lakini kwa maelezo ya wazi. Mlango uliokuwa wazi nusu, harufu ya plastic, simu iliyohama kutoka mezani hadi kitandani, alama ya mtu kuketi kitandani, na mwisho kujikuta uvunguni mwa kitanda akiwa hajitambui. Mama Kasilati alimsikiliza kimya, uso wake ukabaki bila hisia yoyote ya mshangao. Alipomaliza, mama huyo alitingisha kichwa polepole. "Sikiliza mwanangu Brian," alijibu kwa sauti ya utulivu. "Mimi nimeishi hapa miaka mingi, na hiyo nyumba wapengaji wamekuwepo. Hakuna hata mmoja aliyewahi kuniambia mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo siamini kama kuna shida." "Lakini mama," Brian alijaribu kupinga. "Wewe labda ulikuwa umechoka mno, ukalala vibaya, au ndoto. Haya mambo hutokea mwanangu, usiwe na wasiwasi." Brian alikenua, macho yake yakionyesha kutokuamini. "Mama, haya hayakuwa ndoto. Siwezi kuota hadi nishuke kitandani na kujikuta uvunguni. Hata kama ni ndoto, basi ni ndoto inayojitokeza kwa uhalisia sana." Mama Kasilati alinyamaza kwa sekunde chache, akamtazama Brian kwa macho yaliyofichwa na fikra. "Wewe ni mtu mzima," alisema mwishowe. "Kama unaona kuna tatizo, basi tafuta mtu wa kukusaidia kwa imani yako. Lakini hapa mimi sioni shida. Labda wewe mwenyewe una mambo unayobeba moyoni."
Brian alitoka kwenye nyumba ya mama mwenye nyumba akiwa amechanganyikiwa zaidi kuliko alivyoingia. Badala ya kupata majibu, alionekana kama mtu anayefikirika au mwenye matatizo ya akili. Lakini moyo wake ulimwambia, hapana, kuna jambo na lazima nilifuatilie kabla halijazidi. Brian alitembea pole pole kurudi chumbani kwake. Kila hatua ilikuwa na uzito. Kila mwanga wa mchana uliingia kwenye macho yake kwa mashaka. Hakuhisi tena utulivu kama mwanzo alipohamia Temeke. Kila kona ya nyumba ile ilikuwa ikizungumza naye kwa lugha ya kimya iliyojaa vitisho visivyoonekana. Alipoingia ndani, aliketi kitandani kimya, macho yakizunguka ndani ya chumba chake kilichojaa ukimya na harufu ya sabuni ya kufua aliyokuwa ameitumia asubuhi. Alijaribu kuwaza njia ya kutoka, lakini hakuwa na mtu wa karibu wala fedha za kuhama tena. Kazi mpya ndiyo ilikuwa imeanza wiki moja tu iliyopita. Aliamua kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Alivaa na kuondoka kwenda kazini, lakini akiwa kimya muda wote kazini. Alipoulizwa kama anaumwa, alijibu kwa tabasamu la kujilazimisha, nimeshinda na usingizi mdogo tu, mambo yako sawa. Lakini usiku ulipokaribia, moyo wake ulianza kuganda. Alitembea kurudi nyumbani kama mtu anayejua anakwenda kupambana na kivuli kisicho na uso. Alipofika nyumbani, hakuingia moja kwa moja. Alisimama nje kwa muda akitazama dirisha lake. Hakukuwa na mwanga wowote wala harakati ndani. Hali ilionekana tulivu, kimya sana. Aliamua kuingia. Mlango aliufungua mwenyewe akihakikisha unafunga vizuri. Aliweka begi lake sakafuni, akavuta pumzi ndefu, kisha akatoa simu yake na kuiweka juu ya meza. Aliwasha redio kwa sauti ya chini, nyimbo za Injili zikatiririka kwa upole. Akaenda kuoga. Lakini aliporejea kutoka bafuni akiwa na taulo la maji mabegani, aliishia kusimama katikati ya mlango, ameduaa. Simu yake iliyokuwa juu ya meza ilikuwa sasa juu ya mto wake kitandani. Na si tu simu, kitanda chake ambacho alikitandika mwenyewe kabla ya kuoga, sasa kimekunjamana kama kuna mtu alikaa kwa nguvu. Nguo zake zikiwa zimeyumbishwa upande moja, mito imebanwa kama mtu alijilaza pembeni, na harufu ile ile ya plastiki iliyochomwa ilijirudia. Ilikuwa nzito, ya kunata puani, ya kuleta kichefuchefu. Alifungua madirisha yote mara moja, akapunga kwa gazeti, lakini harufu hiyo ilionekana kutotaka kutoka haraka. Akaa kitandani huku akiwa hajavaa vizuri, taulo bado limefungwa kiunoni. Akapakata kichwa kwa mikono miwili. Hii si ndoto, hii si kawaida kabisa, alijiambia kwa sauti ya chini. Alilala kwa shida usiku huo, akijitahidi kujiwekea nguvu kwa maombi mafupi. Mungu wangu, kama hili ni jaribu, nionyeshe njia, nipe nguvu, nisaidie kuamka salama kesho. Lakini kesho ilipofika, aliamka akiwa amelala chini, uvunguni mwa kitanda tena. Lakini tofauti na jana, leo hii aliamka akiwa hajavaa shati kabisa, ingawa alilala nalo. Na miguuni, viatu vyake vilikuwa vimepangwa kwa umakini pembeni ya kichwa chake kama mtu aliyemwekea kwa makusudi. Brian alipiga kelele za mshangao. Hakujua ni nani anafanya hayo. Hakujua kama alikuwa bado anaota au kama yuko hai kweli. Aliinuka na kuketi kitandani, mwili ukitememeka. Hofu haikuwa tena ya kawaida. Akatamka taratibu, hapa lazima kuna nguvu za giza. Hii si nyumba ya kawaida. Saa 1:30 asubuhi, Brian alikuwa tayari ameoga na kuvaa. Alikula mkate mmoja kwa shida, kisha akaketi kwa muda mfupi kwenye kiti cha plastiki akiwaza. Hakuwa na jibu wala hakutaka kurudi kitandani tena. Alikuwa na uhakika kuna kitu kinaishi naye mle ndani, kitu kisicho cha kawaida. Alijua hawezi kuvumilia hali ile peke yake. Kwa mara ya pili, aliamua kumfuata mama mwenye nyumba, Mama Kasilati, aliyekuwa anaishi chumba cha mbele karibu na lango kuu.
Alimkuta mama huyo akisafisha maua yake kwa ufagio uliopitwa na wakati. Brian alimsalimia kwa heshima. Mama za asubuhi. Salama mwanangu, umeamka baba? Ndiyo mama, shikamoo. Marahaba, leo umekuja na nini tena? Mama Kasilati baada ya salamu alimuuliza huku akiendelea kufagia bila kumwangalia moja kwa moja. Brian alijaribu kutabasamu lakini haikufanikiwa. Mama, naomba tu nisikilizwe vizuri. Nilikuambia jana kuwa kuna mambo ya ajabu yananitokea chumbani kwangu. Na usiku wa kuamkia leo nimeamka tena uvunguni mwa kitanda. Siwezi kuelewa ni kwa namna gani, lakini mama, hii nyumba ina kitu. Mama Kasilati alisimama, akaegemea fimbo yake na kumkazia macho. Brian, mtoto mwanangu, hii nyumba nimeishi miaka mingi na nimepisha wapangaji wa kila aina. Hawajawahi kusema maneno kama unayosema. Wewe tu ndio unaniletea stori za filamu. Huwezi kusema ndoto zako ni kosa la nyumba. Hii si ndoto mama, si ndoto. Brian aliongea kwa msisitizo, sauti ikitetemeka. Nalala kitandani lakini naamka uvunguni. Simu yangu inahamishwa, harufu ya vitu vinavyoungua inaingia bila chanzo. Hii nyumba si ya kawaida. Mama Kasilati alitikisa kichwa kwa hasira ya kuonekana. Brian, usinichoshe mapema asubuhi. Kama huwezi kuishi hapo, hama. Wapo watu wengi wanasubiri chumba chako. Si lazima ukae kama unaamini kuna mashetani. Brian alibaki kimya kwa sekunde chache. Alitaka kusema mengi, lakini alijua mama huyo hakusikiliza kwa nia ya kuelewa. Kwa mama Kasilati, yeye ndiye mwenye shida, si nyumba. Aliondoka kimya kimya, moyo wake ukiwa mzito. Alirudi chumbani, akaketi kwa muda mrefu kwenye ukingo wa kitanda. Alihangaika na mawazo, macho yakitazama dari kama kungekuwa na majibu yameandikwa mle. Mchana huo alikwenda kazini, lakini akili haikuwa kazini. Kila sauti ya mashine, kila mwangwi wa hatua ulileta kengele ya hofu ndani yake. Alihisi kana kwamba kivuli cha nyumba ile kinamfuata hadi kazini. Usiku ulipofika, alirudi nyumbani akiwa mwenye kuchanganyikiwa. Hakutaka kulala. Alijaribu kukesha kuangalia sinema kwenye simu, lakini hata simu yake ilianza kuzima ghafla bila sababu. Muda mfupi kabla ya saa 6 usiku, taa ya chumbani kwake iliwaka yenyewe kwa sekunde 5 kisha ikazima. Na alipoinuka kuikagua, taa iliwaka tena bila mpangilio. Hapana, hapa kuna kitu, Brian alijiambia. Akainuka na kuchukua Biblia ndogo aliyokuwa ameihifadhi kwenye begi lake ya zamani. Aliiweka mezani na kuinamisha kichwa kuanza kuomba. Lakini hata kabla hajamaliza sentensi 5 za sala, mlango wake uligonga taratibu. Brian aliketi kimya, roho ikimtoka. Hakusogea. Mlango uligonga tena, sasa kwa kasi. Hakujua afanye nini, hakufungua. Hakusikia sauti yoyote ya kumuita. Ilikuwa ni kugonga tu, kisha kimya. Alikaa kimya hadi milio hiyo ilipokoma yenyewe. Na muda mfupi baadaye, glasi ya dirishani ilianza kugongwa kwa ndani, kana kwamba kuna kitu kiko ndani na kingine kiko nje, vikigombania nafasi ya kuwa karibu naye. Brian aliinama na kufunika uso wake kwa mikono yote miwili. Mungu wangu, niokoe. Baada ya kusali, Brian alilala akiwa amekumbatia Biblia ndogo, akijaribu kusoma Zaburi ya 23 kwa sauti ya kutetemeka. Hakukumbuka ni saa ngapi alizimia kwa usingizi wa hofu, lakini alipoamka alfajiri, hakukuta chochote kikiwa tofauti. Taa ilikuwa imezimika, mlango ulikuwa umefungwa, na glasi za dirisha zilionekana tulivu kama hakuna kilichotokea. Alijua hiyo haikuwa ndoto. Alipojiandaa kwenda kazini, alijikuta akipiga moyo konde. Alitembea taratibu, akiepuka kuangalia kando ya nyumba, akihisi kama kuna macho yanamtazama. Hali hiyo iliendelea kazini. Wenzake walimuuliza mara kadhaa kama alikuwa mgonjwa. Lakini jioni hiyo ndipo alipokutana na mtu ambaye alibeba tumaini lake la kwanza.
Alipokuwa anarejea nyumbani, akapitia kwenye kibanda cha kuuza matunda karibu na nyumba yake. Msichana mmoja aliyekuwa anauza embe na mapera alimtazama kwa muda, kisha akasema, "Samahani kaka, na kuona kila siku ukipita hapa. Unakaa chumba namba 2, si ndio?" Brian alishtuka kidogo. "Ndiyo, unafahamu nini kuhusu chumba hicho?" Msichana alitabasamu kwa huzuni. "Mimi naitwa Rehema. Niliwahi kuishi kwenye chumba hicho kwa wiki 2 tu. Nilihama usiku wa pili, sikuweza kustahimili." Brian alitetemeka. "Kuna nini kwenye hicho chumba Rehema? Tafadhali niambie." Rehema alimtazama kwa macho ya huruma. "Kuna nguvu za giza mle ndani. Mimi nilishuhudia vitu vikitembea vyenyewe. Niliwahi kuamka nikiwa uchi wa mnyama, wakati nililala nikiwa nimevaa kikamilifu. Nilipata msaada kwa mchungaji mmoja, anaishi karibu na uwanja wa Zakaim. Anaitwa Mchungaji Elizayo. Tafuta huyo mtu." Brian alihisi kama barafu imemwagwa kwenye uti wa mgongo wake. Kwa mara ya kwanza alikuwa na uthibitisho kutoka kwa mtu mwingine aliyewahi kupitia yale aliyopitia. Alichukua namba ya Rehema na akaahidi kumtafuta mchungaji huyo. Alirudi chumbani akiwa na mchanganyiko wa hofu na matumaini. Usiku huo haukuwa tofauti. Taa ziliendelea kuwaka na kuzimika, dirisha lilianza kuhema kwa mng'ao wa baridi ya ajabu, na sakafu ilitoa mlio kana kwamba mtu anatembea kwa hatua za pekupeku. Lakini sasa Brian alikuwa na kitu kipya, ujasiri wa kutafuta msaada. Hakulala sana usiku huo. Alisubiri tu alfajiri ifike ili aondoke mapema kwa mchungaji Elizayo. Na alipoamka saa 11 asubuhi, alijua ni siku ya mabadiliko. Alivaa, akapiga magoti pembeni ya kitanda kilichogeuka kuwa uwanja wa mapambano kati ya nuru na giza, kisha akasema kwa sauti ya upole lakini yenye imani, "Leo nakataa kuendelea kuishi kwenye hofu. Mungu nielekeze." Brian alifunga mlango wake na kuelekea kwenye safari ya tumaini, safari ya kwenda kukutana na mtumishi wa Mungu ambaye huenda angeweza kumkomboa kutoka kwa giza lililokuwa limemzunguka. Jua lilikuwa bado halijapanda vizuri Brian alipowasili mtaa wa pili kutoka Zakaim, eneo ambalo Rehema alimtajia mchungaji Elizayo kuwa anaishi. Mtaa huo ulikuwa tulivu, nyumba za kawaida za kupanga zikiwa zimenyamaza kwa utulivu wa alfajiri. Aliendelea kutafuta nyumba namba 7 kama alivyoelekezwa. Baada ya dakika chache, alisimama mbele ya geti la chuma lililopakwa rangi ya hudhurungi. Juu ya geti kulikuwa na maandishi yaliyosomeka, "Huduma ya uponyaji, Yesu ni Mwokozi." Brian alipumua kwa nguvu, akagonga geti taratibu. Haikuchukua muda, mlango mdogo wa pembeni ulifunguliwa na mwanamke wa makamo aliyekuwa amevaa kitenge, sura yake ikiwa na ukarimu wa asubuhi. "Karibu kijana, unahitaji nini?" aliuliza. "Natafuta mchungaji Elizayo, nimeelekezwa hapa, ninahitaji msaada wa kiroho," Brian alijibu kwa sauti ya unyonge. Mwanamke alitabasamu kwa upole. "Karibu ndani, mchungaji yupo, tulikuwa tunaandaa maombi ya asubuhi." Aliongozwa hadi kwenye sebule yenye viti vya mbao vilivyofunikwa kwa vitambaa vya rangi ya bluu. Palikuwa na utulivu wa ajabu, kana kwamba mahali pale palikuwa na uzito wa kiroho usioonekana kwa macho. Baada ya muda mfupi, mchungaji aliingia. Mwanaume mrefu, mwenye sauti ya taratibu, suruali ya kitambaa na shati jeupe lililochomekwa vizuri. Alitazama uso wa Brian kwa muda kabla hajaketi. "Karibu kijana, Mungu akutangulie. Niambie, nini kinakusumbua?" Brian alipumua kwa nguvu na akaanza kusimulia kila kitu, kuanzia alipohamia chumba hicho temeke, mlango kujifungua, harufu ya plastiki iliyochomwa, kitanda kinavyobadilika usiku, mpaka kukuta amehamishwa bila fahamu hadi uvunguni mwa kitanda. Mchungaji alimsikiliza kwa makini, macho yake yakitulia kwa utulivu wa kiroho wa mtu aliyefunzwa kupitia mateso.
Alipomaliza, mchungaji alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini thabiti, "Brian, sio wewe peke yako. Nyumba hiyo tumewahi kusikia tetesi zake miaka mingi iliyopita, lakini hakuna aliyekuwa tayari kuzungumza hadharani. Inaonekana nguvu za giza zimejificha humo kwa muda mrefu, zikijilisha kwa uoga wa wapangaji." Brian alihisi kama moyo wake umeanza kudunda kwa nguvu. "Mchungaji, ninafanya nini sasa?" "Tutaomba, sio mara moja, sio mara mbili. Tutafanya maombi ya kuvunja nguvu za giza. Lakini kabla hatujaanza Brian, unahitaji kutubu na kujitoa kwa Mungu. Giza haliwezi kusimama pale ambapo nuru ya kweli imeingia." Brian alitikisa kichwa, machozi yakianza kumlenga. "Niko tayari, sina jingine tena." Mchungaji alisimama, akachukua mafuta ya upako na Biblia. Waliingia kwenye chumba kidogo cha maombi, wakapiga magoti. Maombi yalianza taratibu, lakini nguvu ya maneno na upako wa sauti ya mchungaji ulijaza chumba kile kwa hewa ya kiroho iliyotetemesha nafsi ya Brian. Alisikia mwili wake ukiwa mwepesi. Kulikuwa na kitu ndani yake kikivunjika, sio kwa uchungu, bali kwa kuachilia maumivu yote aliyoyabeba. Maombi yalichukua zaidi ya saa moja. Alipomaliza, mchungaji alimkabidhi mafuta kidogo ya kupaka kwenye chumba chake. "Utarejea nyumbani leo, usikate tamaa. Tutakuja kesho kwa maombi ya pamoja pale pale chumbani kwako. Lakini leo, anza kwa jina la Bwana." Brian alishukuru. Aliondoka akiwa na kitu tofauti ndani yake, sio tu tumaini, bali nuru mpya ambayo hakuwa nayo kabla. Brian alirejea nyumbani jioni hiyo akiwa na utulivu aliokuwa hajahisi kwa muda mrefu. Mikononi alikuwa ameshika chupa ndogo ya mafuta aliyokabidhiwa na mchungaji Elizayo. Alitembea mtaa wa Zakem kwa hatua za taratibu, moyo wake ukiwa na mchanganyiko wa matumaini na hofu isiyofifia. Alipofika nyumbani, alisimama nje ya mlango wake kwa dakika kadhaa, akiangalia kwa makini kama mlango umefungwa vizuri. Alikumbuka jinsi mlango huo ulivyomkuta wazi mara ya kwanza, na alijikuta akishusha pumzi ndefu kabla ya kuufungua. Ndani kulikuwa kimya. Hakukuwa na harufu ya ajabu kama siku zilizopita. Hata hewa ilihisi tofauti, japo bado aliweza kuhisi kuwa kuna kitu hakiko sawa, kitu kisichoonekana lakini kinachovizia kwa mbali. Alifunga mlango, akatoa mafuta na kuanza kuyapaka kwenye fremu ya mlango, madirisha, kona zote 4 za chumba na hata juu ya kitanda. Aliyafanya haya huku akirudia sala aliyofundishwa: "Ninaitakasa nyumba hii kwa jina la Yesu. Kila giza, kila nguvu isiyo ya Mungu, ondoka sasa. Mwangaza wa Mungu utembee na mimi." Alipomaliza, alipumua kwa nguvu na kuendelea na shughuli zake za jioni. Alioga, akapika chakula kidogo, kisha akaangalia saa. Ilikuwa saa 3:30 usiku. Aliamua kulala mapema akiwa amechoka, lakini pia akitaka kujaribu kuona kama usingizi wake utakuwa na tofauti baada ya maombi hayo. Alipojilaza kitandani, alihisi uzito wa macho yake ukimlemea haraka. Ndani ya dakika chache alikuwa ameangukia usingizini. Lakini usiku huo hakupita kimya. Alijikuta kwenye ndoto ambayo haikuhisi kama ndoto kabisa. Alikuwa ndani ya chumba kile kile, lakini kimya kilikuwa kizito mno. Alisimama kitandani na kutazama kona ya kushoto ya chumba, na hapo ndipo alipoona kivuli. Kivuli cha mtu, kirefu, kimejikunja, kama kimekaa lakini hakionekani uso. Kilikwepesha macho kilipoona Brian anakitazama, lakini hakikutoweka. Badala yake kilisimama, kikaanza kumkaribia polepole. Brian alijikuta akitamka kwa sauti ndotoni, "Nimefunikwa na damu ya Yesu, wewe huna nafasi hapa." Ghafla kivuli kile kilirudi nyuma, kikaanza kupiga kelele ya ajabu, kelele ya maumivu au hasira, hakuweza kutofautisha. Halafu kwa ghafla sana, kila kitu kilitoweka. Ndoto ikaisha. Brian alishtuka kutoka usingizini. Alikuwa ameloa jasho.
Alipotazama saa ilikuwa saa 11:15 alfajiri, lakini kilichomshangaza zaidi ni kwamba alikuwa bado juu ya kitanda. Hakuhamishwa, hakukuwa na kelele, hakukuwa na harufu. Aliketi kitandani, moyo ukipiga kwa nguvu, lakini uso wake ukionyesha tabasamu la kwanza lenye utulivu tangu ahamie Temeke. Ghafla mlango uligongwa, taratibu lakini kwa namna ya kushitua. Brian alinyanyuka kwa tahadhari, akasogea hadi mlangoni. Alipofungua, alikuta mchungaji Elizayo akiwa na mafuta na Biblia mkononi, pamoja na waumini wawili waliovaa nguo za sala. "Leo tunaimaliza hii kazi," alisema mchungaji kwa sauti ya utulivu. "Giza litafunguliwa leo." Brian aliruhusu watu wazao kuingia chumbani, moyo wake ukiwa thabiti. Leo ilikuwa siku ya mwisho kwa giza kutawala ndani ya nyumba hiyo. Jua halikuwa limechomoza vyema. Mchungaji Elizayo alipoweka Biblia mezani, alimwangalia Brian na waumini wawili waliokuja kushiriki ibada ya maombi maalum. Mafuta ya upako yalishikwa kwa mikono yao kwa heshima na imani, chumvi takatifu ikiwa imefungwa kwenye pakiti ndogo. Walianza sala kwa sauti ya chini, lakini taratibu ilikuwa kama wingu la mvua ya upepo wa kiroho lililokuwa linakusanyika angani. Hewa ya chumba ikabadilika. Mafuta yakaanza kupakwa kwenye kuta, sakafu, kitanda na hata milango yote mitatu ya chumba kile. Kila kona ilitajwa kwa jina la Yesu. Ghafla, mlango ukajifungua kwa kishindo. Dirisha likavuma, upepo mkali ukajaa ndani. Harufu ya kuchomeka vitu vya plastiki ikasambaa bila chanzo. Meza ikatetemeka, taa ikiwaka na kuzimika kama moyo wa mtu mwenye hofu ya hafla. Lakini kabla maombi hayajakoma, sauti ya kilio kikali ilisikika kutoka nje ya mlango. "Ah! Ah! Ah! Ah!" Ni kilio cha mwanamke kilichochanganyika na sauti ya maumivu na mateso ya ndani yasiyoelezeka. Brian alipiga hatua nyuma. "Ni Mama Kasilati!" alibuna kwa mshangao. Mlangoni alijitokeza Mama Kasilati, mzee aliyekuwa mstaarabu na mpole kila siku, sasa akijigaragaza chini, macho yake yakiwa yametoka, akipiga kelele huku akitupa vumbi juu ya kichwa chake. Alikuwa tofauti kabisa. Mchungaji alipaza sauti, "Roho yoyote iliyomfunga huyu mama, achilia sasa kwa jina la Yesu." Vita vya kiroho vililipuka mle chumbani. Waumini waliunganisha mikono wakisema kwa nguvu, Brian akiwa katikati yao. Mama Kasilati alikosa nguvu, akaanguka kifudifudi, akinyamaza taratibu. Baada ya dakika kadhaa, kimya. Mama Kasilati akafungua macho yenye utulivu, lakini yaliyoloa machozi. Alijikuta ameketi sakafuni, akimwangalia Brian kwa mshangao. "Brian, mwanangu, mimi," aligugumia kwa sauti ya unyonge. Mchungaji alimshika mkono na kumsaidia kuketi kitini. "Zungumza mama, Bwana amekufungua sasa." Mama Kasilati aliketi kimya kwa muda, kisha akaanza kusema kwa sauti ya huzuni. "Mimi niliolewa miaka mingi iliyopita na mwanaume niliyekuja kugundua baadaye kuwa alikuwa si mwanadamu, bali jini. Nilifungwa kimwili na kiroho. Alinitaka nifanye sharti moja. Chumba kimoja katika nyumba yangu kibakie kuwa chake, lakini lazima kipangishwe akae mtu wa kawaida. Hiyo ndiyo njia pekee ya yeye kuweza kulala katika dunia ya watu, kupitia mtu aliyeko humo. Mimi nilisahaulishwa kila kitu hadi leo hii." Brian alijawa na hisia, macho yakamtoka, akamkazia macho Mama Kasilati. "Na wewe ulikuwa hujui kabisa?" "Hapana mwanangu, kila usiku nilikuwa napotea fahamu na asubuhi naamka kama siku haijawahi kupita. Lakini leo nimefunguliwa sasa." Mchungaji Elizayo alinyanyuka, akasema, "Giza halishindi mwanga. Hii nyumba imerejeshwewa na mama huyu sasa yuko huru." Jumapili iliyofuata, Brian na Mama Kasilati walihudhuria ibada kuu ya asubuhi katika kanisa la Mchungaji Elizayo. Walisimama mbele ya madhabahu wakiwa wamevaa mavazi meupe, ishara ya ukombozi na uzima mpya.
Brian alianza kwa sauti ya unyenyekevu. Nilihana Tabata nikidhani natafuta amani, kumbe nilikanyaga kwenye kivuli. Lakini Mungu alinitafuta kupitia mchungaji huyu. Leo nasimama mbele yenu kuamini kuwa jina la Yesu ni ngome. Mama Kasilati alisimama taratibu, machozi yakimtiririka usoni. Nilifungwa kwa miaka mingi, nilijiona kama mama wa kawaida, lakini kumbe nilikuwa kifungoni kwa ndoa ya kishetani. Leo nimewekwa huru, ninamshukuru Mungu na najua sasa nyumba yangu ni nyumba ya Mungu. Waumini wote wakapaza sauti za shangwe, wengine wakilia, wengine wakishangilia. Jua lilichomoza kikamilifu nje ya kanisa, likimulika nyuso za watu walioguswa. Temeke kwa mara ya kwanza ilisikika jina la nyumba hiyo likibadilishwa kutoka nyumba ya giza na kuitwa rasmi nyumba ya mwanga. Maisha yaliendelea. Huu ndio mwisho wa simulizi yetu. Asante sana kwa kuwa nami mpaka mwisho. Kwa maoni zaidi, tuma WhatsApp namba 0765102680. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya YouTube ya Saulo Simulizi. Imeandaliwa na Eric Saulo. Asante.